kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini, kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama kwa mujibu wa kanuni ya 18A kubwa, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, tangazo la serikali 422 la mwaka 2017. Ni muhimu kusisitiza kuwa muundo huu umeboreshwa ili kuendana na uwiano wa umiliki uliokwisha pitishwa na mkutano mkuu na si kuanzisha mfumo mpya wala kubadili maamuzi ya wanachama. Sababu sasa zilizotusababisha sasa kutoa idhini ya katiba hii. Kutokana na maelezo haya hapo juu niliyoyaeleza, ofisi ya msajili imetoa idhini ya marekebisho hayo marekebisho hayo imetolewa kwa sababu zifuatazo. Kwanza, marekebisho hayo yanaendana na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa sura ya 49 na kanuni zake. Pili, yanaimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tatu, yanazingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali aliyoutoa kwa klabu ya Simba tarehe 12 Mei 2025, aliyoshauri hivi: kuwepo kwa kampuni moja itakayohusisha uendeshaji wa klabu ya Simba ambayo ni kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Hisa za kampuni hii ya Simba Sports Club zitamilikiwa kwa ubia. Pia mwanasheria mkuu wa serikali katika ushauri wake alishauri kuwa hisa za bodi ya wadhamini zilizokuwa zinamilikiwa na Simba Sports Club Holding Company Limited kwa sasa zitapaswa kuhamishwa na kwenda kwa wanachama kupitia bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba ili umiliki wake wa hisa hizo wanachama wa klabu ya Simba kupitia bodi ya wadhamini uwe moja kwa moja na sio kupitia kwa Simba Sports Club Holding Company Limited, na mali za wanachama zisizohamishika zitabaki kuwa chini ya bodi ya wadhamini. Pia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali alitoa kuwa katiba ya klabu ya Simba toleo la 2018 ifanyiwe marekebisho ili kuondoa mikinzano na mapendekezo yaliyopo kwenye ushauri wake, ikiwa ni pamoja na ule ushauri ambao ulikwamisha mchakato kukwama. Pia idhini imetolewa kwenye katiba hii kwa sababu katiba hii tumeona kwamba inalinda maslahi ya wanachama huku ikiheshimu na kulinda uwekezaji uliofanyika na utakaofanyika. Katiba hii imeidhinishwa kwa sababu katiba hii tumeiona kwamba hailengi kunufaisha watu wachache bali kuweka uwiano wa haki kati ya wanachama na wawekezaji. Naomba kusisitiza hapo. Katiba hii imeidhinishwa kwa kuondoa, kwa maana imejiridhisha kwamba katiba hii haitanufaisha watu wachache bali itaweka uwiano wa haki kati ya wanachama na wawekezaji na si vinginevyo. Katiba hii tumejiridhisha kwamba imeondoa changamoto zote za kisheria na za kiutawala zilizokuwa zimekwamisha utekelezaji wa mchakato huu, hususani masuala yanayohitaji uoanifu wa matakwa ya taasisi za serikali ikiwemo Wakala wa Usajili na Ufilisi na Udhamini LITA, ambako mchakato huu ulikwama kule kwa sababu ilihitaji kwamba klabu ya Simba bado inahitaji kuwa na bodi ya wadhamini. Na pia Tume ya Ushindani FCC
ambako kule ilikwama kwa sababu ilionyesha kwamba ile Simba Sports Club Holding Company Limited ilivyokuwa imeundwa ile kampuni, hadhi yake iko sawasawa na bodi ya wadhamini. Ndio maana wakarudisha kwamba hata bodi ya wadhamini bado ina status, ina legal status kama ile. Kwa hiyo ni bora ikawepo bodi ya wadhamini. Katiba hii pia tumeona imezingatia misingi thabiti ya usajili, umiliki na usimamizi wa mali kwa kuzingatia sheria za nchi. Serikali inaamini kuwa sasa kupitia katiba hii iliyoboreshwa, klabu ya Simba itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji, hususan masuala yanayohitaji uoanifu wa matakwa na taasisi nyingine. Pia itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji ambao wataenda kuufanya au ambao umeshai kufanyika, kwa hiyo vyote watakavyoviona. Pia itaheshimu uwekezaji ambao utafanywa au ulishafanywa ili kuepusha migogoro ambayo serikali haitarajii ijitokeze. Naomba kusisitiza hapo pia kwamba tunasisitiza kuwa katiba hii imeidhinishwa ikiamini inaenda kujenga mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji, iwe uwekezaji uliofanywa au utakuja kufanywa, kwa sababu imeruhusu uwekezaji ndani ya klabu na kuondoa migogoro ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kuhatarisha zoezi hili lisitekelezeke. Hitimisho, napenda kusisitiza kuwa sio jukumu la serikali kufanya maamuzi ya klabu ya Simba kwenda kwenye mfumo mwingine wa uendeshaji, bali inaidhinisha maboresho ya katiba yanayokidhi matakwa ya kisheria baada ya wanachama wa klabu kuamua kwenda kwenye uwekezaji au kwenda kwenye transformation. Kwa hiyo serikali hailazimishi, ila pale wanachama wanakapoamua kwenda kwenye transformation, katiba yao lazima serikali iangalie imekidhi matakwa ya kisheria na kanuni za nchi. Pia serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya pia, kama tulivyoeleza, hayatahatarisha usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au jamii kwa ujumla, wala kuathiri maendeleo ya klabu, kwani yanalenga kuleta utulivu na uwiano kati ya wanachama na wawekezaji, kuhakikisha maendeleo endelevu ya klabu na michezo kwa ujumla. Hapa pia tunapenda kusisitiza kuwa serikali inaamini kwamba katiba hii iliyoidhinishwa inaenda kuleta usalama ndani ya klabu na sio kuibua migogoro, kwa sababu imeweka uwiano kati ya wanachama na wawekezaji ndani ya klabu. Kwa hiyo haitatarajia kuona migogoro ndani ikijitokeza. Kwa hiyo tunaamini mchakato klabu ya Simba itakapoenda kuufanya, katiba yao imebeba maudhui wala hawatapata mkwamo wowote kwenye taasisi yoyote ya kiserikali watakayoamua kufanya. Kwa msingi huo, serikali inatoa wito kwa wanachama wa klabu ya Simba na wadau wake wote kuheshimu maamuzi ya kisheria ili klabu iweze kuendelea kwa utulivu, mshikamano na mafanikio makubwa. Kama tunavyofahamu, klabu ya Simba ni klabu kubwa yenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia katiba hii na maboresho haya, mchakato huo utaenda kuimarisha na kuifanya klabu hii iweze kupanda viwango zaidi. Kwa kutolewa kwa idhini hii, marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa yanatambulika rasmi na serikali, na klabu inatarajiwa kuyatekeleza kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, maamuzi ya mkutano mkuu,
kwa kuhakikisha manufaa kwa utaratibu zote zinazingatia kwa mujibu wa ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria kwa lengo la kulinda maslahi ya wanachama na wawekezaji na maendeleo ya michezo nchini. Na mwisho naweza kusema kwamba mchakato huu utakapokwenda vizuri, klabu ya Simba ndio litakuwa kama shamba darasa kwa klabu nyingine zote. Mchakato huu, na sisi serikali ndio tunavyoamini kwamba mchakato utakwenda salama, uwekezaji utafanyika, na kwamba klabu ya Simba ndio klabu nyingine zitajifunza kutoka kwao namna ya kufanya transformation ya klabu. Kwa hiyo serikali inaliamini hilo na tuna matarajio yake ni haya ambayo tumeyasema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana msajili wa vyama vya michezo nchini kwa